Bwana Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni kwako. Mtakatifu wa Israeli, ukiwa mahali pako pa juu sana palipo patakatifu Bwana. Unasema kwamba upo pamoja na wenye mioyo iliyonyenyekea na iliyotubu Bwana. Mungu, tazama tumekuja mbele zako jioni ya leo kwa ajili ya neno lako ambalo ndilo chakula chetu Bwana. Mwanadamu akikosa neno Bwana ni sawa na mti kukosa maji. Mungu, ndo katufundishe Bwana, ndo kaweke mioyo yetu chini, ndo kaondoe chochote ambacho kinaweza zuia neno lako kutenda kazi ndani ya mioyo yetu. Ni katika jina safi takatifu la Kristo, mfalme wa amani, tumeomba na hata kuamini. Amen. Tutakaa sana, acha tuende katika kitabu ambacho ni Warumi 7. Mstari wake ni ule wa 14. Nimesema siendi mbali na chenye mtumishi amezungumzia. Maandiko yanasema, kwa maana tunajua kwamba sheria ni ya kiroho, lakini mimi ni wa kimwili, nikiwa nimeuzwa kwenye utumwa wa dhambi. Huyo ni mtume Paulo anazungumza kwa roho ya Yesu Kristo. Paulo anasema kwamba sisi ni wa kimwili tukiwa tumeuzwa kwenye utumwa wa dhambi. Jumapili tuliona jinsi gani tumezalika tukiwa wenye dhambi, jinsi ambavyo Adamu alituingiza kwenye dhambi. Hilo ndo Paulo anazungumzia mahali hapa. Adamu na Hawa walituuza kwenye dhambi, pasipo chochote chako na changu, pasipo chochote ambacho umetenda ama nimetenda. Lakini tuliuzwa pasipo sisi kutaka, lakini tuliuzwa kwenye utumwa wa dhambi. Na ile dhambi venye unazidi kukua inaanza kuzaa matunda ambayo ni maovu. Maovu huwa ni matunda ya ile dhambi ambayo tumezaliwa nayo. Na baada ya kutambua kwamba tumeuzwa kwenye utumwa wa dhambi, Mungu alileta suluhisho kwa ajili ya hiyo dhambi. Mungu alionyesha upendo mkubwa kwa mwanadamu. Maana Mungu hakufurahishwa aendelee kuwa na uadui kati yake na mwanadamu. Maana Mungu aliumba mwanadamu kwa umbile lake kabisa na alipenda mwanadamu. Kwa hivyo ule uadui Mungu hakupenda uendelee kuwa mahali pale. Akamleta Kristo. Kristo akapatikana kwa njia ambayo si ya unajisi hata kidogo, njia ambayo ni safi kabisa. Ili Kristo aje kulete upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Tukiangalia kitabu ambacho ni Isaia 52. Isaia 52 mstari wake ni ule wa 3. Maandiko yanasema, kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana, kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana, mliuzwa pasipo malipo, nanyi mtakombolewa bila fedha. Hiyo andiko iko wazi kabisa kwamba mimi na wewe tulijipata kwamba tuliuzwa pasipo malipo yoyote. Lakini Mungu anatuambia na anatuhakikishia kwamba tutakombolewa bila fedha. Hii kukombolewa ni kwa njia gani? Ni mtu tu atambue maisha yake ambayo anaishi na aje mbele za Kristo kwa moyo ambao ni wa kushuka na kunyenyekea, na amimine moyo wake kama vile Hana alimimina moyo wake mbele za Mungu akiomba apate mtoto ambaye ni Samueli. Na ukija mbele za Mungu ukitambua hali hii na ushuke, Mungu anakukomboa kupitia mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Kristo alikuja kwa ajili ya kufanya ukombozi. Alikuja kwa ajili ya kufanya ukombozi kwa ajili ya watu ambao wanatambua kwamba wameuzwa kwenye dhambi na Adamu. Maana yote ambaye atatambua hilo atabaki katika dhambi hadi mauti mpate, na mwisho anaingia jehanamu. Na hakuna excuse hata moja siku ya hukumu mwanadamu atampea Mungu. Kwa nini? Mungu aliweka manabii, Mungu aliweka mitume, Mungu aliweka watumishi, na Mungu ameweka neno lake. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho mimi na wewe ambacho tunaweza tukasimama mbele ya kiti cha hukumu siku ya tukaenda nacho mbele ya kiti cha hukumu
mbele ya Kristo, tukaanza kusema ati Mungu unajua ilikuwa hivi, ilikuwa hivyo. Hapana. Nilijua kwamba kweli hii ndo hali, kwamba niliuzwa, na venye niliuzwa bila chochote, hivyo hivyo nitakombolewa, lakini nafaa nijue nakombolewa kwa njia gani. Ukiangalia kitabu ambacho ni Ufunuo 5, Ufunuo 5 mstari wake ni ule wa 9. Maandiko yanasema, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili kukitwaa kitabu na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu hulichinjwa. Ile andiko linazungumza kuhusu Yesu Kristo. Wapendwa, tuwe makini sana. Kwa sababu hulichinjwa, na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alichinjwa kwa sababu yako na kwa sababu yangu, ili tununue kutoka mahali ambapo Adamu alituuza pasipo malipo, mpendo. Kwa hivyo nastahili niamini hili kwamba pale mahali ambapo Adamu aliniuza, sipo pale tena, siko mahali pale tena. Nilikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, na Yesu akaniingiza ndani ya ufalme wa Mungu, na hilo lifanyike imani ndani yangu na ndani yako. Sio kukaa tu mahali pamoja kwamba mimi ni mwenye dhambi. Unafaa uwe na assurity kwamba Kristo alikuja, na baada ya Kristo kuja, Kristo alichinjwa, Kristo alikufa kifo cha aibu, ili anikomboe na akukomboe. Na hilo halina shaka ndani ya moyo wangu. Alistahili liwe na shaka ndani ya moyo wako pia, mpendwa. Unafaa uwe na imani thabiti kwamba baada ya Kristo kuchinjwa, sawa na maandiko, halilipa deni, halinikomboa, na sina deni tena. Sina deni tena na shetani. Sina uhusiano tena na dhambi. Angalia Zaburi 103. Zaburi 103 mstari wake ni ule wa 12. Maandiko yanasema namna hii, wapendwa: kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo Mungu alivyoziweka dhambi zetu mbali nasi. Ni nini kinakufanya ukae katika kusuasua? Ni kitu gani kinakuonyesha kwamba bado uko katika taifa la Misri, wakati Mungu anasema kwamba niliwakomboa kutoka Misri na nikawaingiza katika nchi ya Kanaani? Mbona unakaa katika hali ya mashaka, hali ya kustasita? Unafaa uamini chenye unasikia. Nafaa niamini chenye Mungu ameandika na akatuwekea kama maandiko matakatifu, ili tukisikia na tukiamini tupate ukombozi. Kuna kitu hapa nataka uone, na Mungu anataka uone. Mungu anasema kama vile ambavyo mashariki ilivyo mbali na magharibi. Hiyo inatengeneza nini? Inatengeneza msalaba. Kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi inaunda msalaba, inamaanisha kwa huo msalaba dhambi zetu Kristo alimalizana nazo mahali pale. Na sisi ni viumbe vipya ndani ya Kristo. Kwa hivyo nikikaa maisha ya wasiwasi ama mashaka, inamaanisha damu ya Yesu Kristo haina thamani ya kunikomboa. Mpendwa, hatukukombolewa kwa fedha wala dhahabu. Tulikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Angalia kitabu ambacho ni waraka wa kwanza wa Petro 1:19. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wake, acha tuanze 18 tuunganisha hadi 19. Maandiko yanasema, kwa maana mnafahamu kwamba mlikombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa, ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu,
si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwana kondoo asiye na dosari wala ndoa. Hivyo ndio maandiko yanatuambia tulikombolewa kutoka mienendo, tabia zetu ambazo tulizirithi kutoka kwa Adamu. Unaelewa? Tulikombolewa kutoka mienendo yenu ambayo haifai, mienendo yetu ambayo haifai, kutoka kwa baba zetu wakale na baba zetu wa kwanza ambao ni Adamu. Na hatukukombolewa kwa vitu ambavyo vinaharibika kama fedha na dhahabu. Hapana, damu ya Kristo mpaka leo inakomboa. Hiyo ni damu ambayo haina expiry date, my friend. Kwa hivyo kama nakaa katika hali ya uvuguvugu, na stahili nikumbuke Kalvari, na stahili nikumbuke kile ambacho Kristo alinifanyia pale msalabani. Tulikombolewa wapendwa, tulikombolewa, na hii inafaa ifanyike imani ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako. Na kama kweli naamini nilikombolewa, kuna tabia ambazo Mungu hataki niendelee kuwa nazo. Kuna tabia ambazo Mungu hataki niendelee kuwa nazo. Kwa nini? Kama sadaka ambayo ilinipatanisha na Mungu ilivyo safi, ilivyo takatifu, isivyo na dosari wala ndoa, na stahili na mimi niendelee katika maisha ambayo hayana uchafu. Hiyo ndo utakatifu ambao Mungu anahitaji. Na hiyo ndo tulizungumzia jana, utakatifu. Siri ya mwanadamu kumuona Mungu ni kuishi kwa amani na utakatifu. Pasipo hilo uko bure tu kabisa. Hauelewi chenye unafanya. Tuangalie kitabu ambacho ni Waefeso 5 Waefeso 5 mstari wake ni ule wa 3 tukiteremka. Mungu anasema namna hii wapendwa. Lakini uasherati, nimesema siendi mbali na chenye ndugu amefundisha. Ukiangalia hiyo sababu utapata tu inaligana tu na ile ambayo ndugu amefundisha. Lakini uasherati usitajwe miongoni mwenu, wala uchafu wa aina yoyote, wala tamaa mbaya, kwa sababu mambo haya hayastahili miongoni mwa watakatifu. Kama unaamini kweli ulikombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, Mungu anasema kuna mambo ambayo hayastahili kuonekana ndani yako. Usifunge pale. Nataka tuangalie Warumi 6 mstari wake ni wa 6. Kuna kitu nataka uelewe mpendwa. Warumi 6:6. Andiko anasema katika kitabu cha Warumi 6:6 anasema kwamba kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa, nasi tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi. Ile andiko linamaanisha nini ndugu yangu? Mungu anasema hivi: wakati Yesu Kristo aliangikwa juu ya mti, alisulubiwa msalabani, nafaa niamini kwamba mimi na wewe tulisulubiwa pamoja na Kristo, ili ule mwili wa dhambi ambao ni mwili wangu na wako ufe pale msalabani kwa mambo ya dhambi. Alafu baada ya Kristo kusulubiwa akazikwa, na niamini kwamba nilizikwa pamoja naye. Na baada ya kuzikwa Yesu alifufuka, niamini pia nilifufuka pamoja naye. Na kama kweli hayo yote alitendeka na yakafanyika imani ndani ya moyo wangu, na stahili nienende katika njia za haki, njia ambazo ni safi, njia ambazo ni za utakatifu milele na milele. Kwa hivyo hili linafaa liingie ndani ya moyo wako vizuri. Ukiona Mungu anasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, anazungumzia Warumi 6:6. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Kwa kuwa anajua kwamba huyu mtu nilimsulubisha pamoja na Kristo. Sio yeye anaishi tena, ni Kristo anaishi ndani yake. Kwa hivyo kama
nimeamini kazi ya msalaba, kama nimepata toba ya kweli na huzuni ya kiungu na nikageuka kutoka dhambi na nikaamini kufa, kuzikwa na kufuka kwa Kristo, itakuwa vipi nitaenda katika ile mienendo ya kale? Inamaanisha niliamini Yesu wa uongo, kama hizo ndo tabia zangu na zako. Inamaanisha nipo ndani ya wokovu wa uongo, kama kweli naamini niko ndani ya Kristo. Ama kama kweli, acha nitumie lugha hii, ama kama kweli naamini Kristo anaishi ndani yangu, uzima uko ndani yangu, alafu niko katika uasherati, niko katika masengenyo, niko katika dhambi za mauti, hiyo itakuwa haujaamini Yesu Kristo yule wa Nazareti. Ni Yesu mwingine ambaye sio mwenye ninamtambua. Kwa hivyo hii Warumi 6:6 inafaa unastahili uitafakari sana ndugu yangu. Hii Warumi 6:6 itafakari sana. Na ikiwezekana ukipata muda rafiki yangu, soma hiyo Warumi 6. Soma hiyo Warumi 6 ikiwezekana yote. Naamini Mungu atakuonyesha mambo makuu zaidi ya wokovu. Maana hiyo Warumi 6 ukishuka, ukiteremka chini kwenye mstari wake ambao ni wa 11 hadi 14 inasema, vivyo hivyo jihesabuni wafu katika dhambi, lakini mlio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Mtu ambaye amesulubiwa pamoja na Yesu Kristo pale msalabani, huyo mtu amekufa kwa mambo ya dhambi. Hayupo tena kwa mambo ya dhambi, hayupo kabisa. Maana utu wake wa kale ulisulubiwa. Ana zile tamaa ambazo amezaliwa nazo tena, hapana. Mungu anatuambia tuzikimbie tamaa za ujana. Mungu anatuambia tukimbie hizo tamaa. Kwa nini? Hizo tamaa zilisulubishwa pamoja na Kristo msalabani, na Yesu anaishi ndani yetu. Kwa hivyo tunafaa tukae maisha gani? Maisha ya haki. Kwa nini? Tulihesabiwa haki kupitia tendo la haki la Yesu Kristo. Mstari wa 12, kwa hiyo msiruhusu, tuko katika Warumi 6 mstari wake wa 12. Kwa hiyo msiruhusu dhambi tawale ndani yenu. Kwa hiyo msiruhusu dhambi tawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na kufa, ili kuwafanya mzitii tamaa mbaya. Baada ya kusulubiwa pamoja na Kristo, haustahili tena upee dhambi nafasi ya kudominate ndani ya mwili wako. Unafaa utambue kwamba huko ulitoka Misri, na haustahili urudi Misri tena. Haustahili urudi Misri tena. Mstari wa 13, wala msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo vya uovu vya kutenda dhambi, mbali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka mautini kuingia uzimani. Nanyi vitoeni viungo vya miili yenu kwake kama vyombo vya haki. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatuambia namna gani wapendo? Mungu anatuambia kama mikono yangu nilikuwa naitumia katika wizi, baada ya kuamini Yesu Kristo, hilo nafaa nisahau. Mikono yangu sasa nafaa niitumie kupekua Biblia nikisoma. Yaani niitumie kwa mambo ya haki. Kama macho yangu yalikuwa nayatumia kutazama wanawake wakipita tu, wanawake ambao sio mke wangu, na stahili macho yangu niyatumie kuchunguza maandiko kila siku. Hiyo ndio Paulo anatuambia. Tusitumie viungo vya miili yetu tena kama vyombo vya dhambi, hapana. Tutumie viungo vya miili yetu kama vyombo vya haki. Kwa nini? Mbona Paulo anatuambia hivi? Kwa sababu Mungu ametutoa mautini akatuingiza kwenye uzima. Na uzima kwa yote ambaye anaamini Kristo, maandiko yanatuonyesha kwamba uzima uko ndani yetu. Wapendwa, ukisoma hili neno na uruhusu likae tele ndani ya moyo wako, huwa ni silaha moja kumshinda yule mwovu ibilisi shetani. Lakini kama ndani ya moyo wako neno halijajaa, itakuwa ni ngumu sana. Maombi peke yake hayawezi kushinda ibilisi shetani. Ingekuwa maombi peke yake yanaweza
kukupa uwezo wa kumshinda shetani ibilisi. Katika Mathayo 4, Yesu Kristo angetumia maandiko kumshinda ibilisi shetani. Angesema tu shetani ushindwe. Na hiyo hivyo, lakini Yesu alitumia maandiko, alimkumbusha shetani, anamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Shetani akikuja na hii njia, Yesu anamwambia imeandikwa. Akikuja na hii njia, imeandikwa. Akikuja na chochoro kingine, anamwambia tafadhali imeandikwa, na mimi ndio hilo neno. Kwa hivyo huwezi ukani challenge na hilo neno. Yeah, hii Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo ni Yesu Kristo mpendwa. Hawezi hakuna venye shetani angemchallenge Yesu Kristo kupitia neno. Kwa nini? Utani challenge vipi? Utajaribu kuniambia vipi sijui pattern ya hii simu na ni yangu? Haiwezekani. Neno ni Kristo na neno ni lake. Itakuwaje basi? Utamchallenge Yesu na neno lake. Ndio maana maandiko yanatuambia tusome neno, neno likae tele ndani yetu. Neno likikaa tele ndani yako, hata mtu akijaribu kukuletea maneno ambayo yanataka kukutoa kwa imani, utamwambia tu tuangalie tu maandiko mpendo. Iko hivi na hivi na hivi na hivi. Mbona sasa unaniambia tufanye hili? Warumi 6:14 maandiko yanasema, kwa maana dhambi haitakuwa na mamlaka juu yenu, kwa sababu ampo chini ya sheria mbali chini ya neema. Yeah. Yeyote ambaye ameamini Yesu Kristo amekombolewa kutoka kwa sheria. Amekombolewa kutoka kwa sheria na dhambi haina mamlaka juu yake, maana nguvu ya dhambi ni sheria. Nguvu ya dhambi ni sheria. Na ukiwa ndani ya Kristo uko chini ya neema. Dhambi haina mamlaka juu yako. Ni mwanadamu na kutokutii Mungu kwa kufuata mungu wa ulimwengu anajiweka chini ya mamlaka ya dhambi. Ukija kutambua thamani yako kwa Mungu ndani ya Kristo Yesu, hautachezea dhambi. Mungu anapenda mwanadamu. Mungu anapenda mwanadamu, lakini Mungu anachukizwa na njia chafu za mwanadamu. Mungu anapenda mwanadamu, lakini anachukia dhambi. Turudi pale pale kwa Efeso. Utu wetu akale tumeona ulisulubiwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo Waefeso 5:3, mambo kama uasherati, tendo la ndoa mahali hapana ndoa, tendo la ndoa nje ya ndoa, haifai patikane ndani ya mtu ambaye amekombolewa kutoka utumwa wa dhambi na sheria. Haistahili. 5. Nadhani ulikuwa umeandika Waefeso 5:3. Mungu anatuambia, lakini uasherati usitajwe miongoni mwenu, wala uchafu wa aina yoyote. Uchafu wa aina yoyote ni uavyaji wa mimba, mambo machafu kama kutazama pornografia. Hayo ni uchafu mbele za Mungu. Macho yako kutazama pornografia, hiyo ni tabia mbaya sana kwa mtu ambaye anasema ameamini Kristo. Mambo machafu sana hayo. Kukaa katika kutazama movies za action, watu wakiuana, hauna Kristo. Mungu sio Mungu wa vurugu, Mungu ni Mungu wa amani. Kwa hivyo kama unapenda movies za action, my friend, unafaa ujue uko mbali sana na Mungu. Movie ambazo Vadana anapiga mwenzake anamuua, hapana, unarudisha Yesu Kristo msalabani mara ya pili. Haistahili. Yaani Mungu anataka tuwe wakamilifu ndani ya Kristo. Wacha kusema mimi ni mwanadamu. Hiyo ni kauli ambayo Wakristo wa uongo huwa wanaitumia. Ati siwezi kamilika, mimi ni mwanadamu. Hiyo kauli mimi huwa sina. Na siwezi ruhusu ipate nafasi katika moyo wangu. Kwa nini? Najua nimekamilishwa ndani ya Kristo. Wakati Yesu alisulubiwa, akamwaga damu, dhambi zangu zikahukumiwa kwa mwili wake, nitakuwa vipi nasema mimi ni mwanadamu? Hapana. Mimi ni wa thamani kwa Mungu kupitia Kristo. Na chochote ambacho nilikuwa nadaiwa, Yesu alinilipia, sina deni tena. Kwa hivyo hii kauli ya mimi ni mwanadamu, hapana. Hiyo ni kauli ya shetani ambaye anataka usione thamani ya sadaka ambayo ni Kristo. Kwa hivyo pambanua mpendwa. Pambanua, amka kutoka kwenye usingizi wote ambao unakupeleka mbali na Mungu. Wala tamaa. Uko ndani ya ndoa unatamani mambo ya nje. Umeona mwenzako amenunua gari, unaanza kuwa na tamaa ya hiyo gari, hapana.
Ridhika na vile ambavyo Mungu amekupa na umuombe sana. Umuombe sana akubariki na upate vyako. Sio kuwa na tamaa mbaya. Haistahili. Mungu anasema kwa sababu mambo haya hayastahili miongoni mwa watakatifu. Mambo kama haya hayastahili. Ukiangalia mstari wa 4 maandiko yanasema wala pasiwepo mazungumzo machafu. Warumi 5:4. Wala pasiwepo mazungumzo machafu ya aibu, au maneno ya upuzi au mzaha ambayo hayafai, badala yake mshukuruni Mungu. Umezoea kuwa na maneno ya mizaa, maneno ya mizaa ambayo hayastahili. Mungu anasema anachukizwa na mambo ya upuzi kama haya. Kitabu cha Yakobo 3 kinatufundisha kuufunga ulimi. Kuufunga ulimi. Mungu anasema vizuri, maneno ya upuzi. Yaani kuna jambo moja huwa nafurahishwa na Biblia. Huwa inaweka kila kitu tu wazi. Ni wewe tu ukatae kutii. Anasema mambo ya upuzi, maneno mengi ambayo hayastahili, matusi, masengenyo, hayo yote ni mambo ya upuzi. Mafarakano, fitina, hayo yote ni mambo ya upuzi. Na mzaha ambao haustahili. Mzaha, maneno ya upuzi. Unapata mtu anasema kitu kidogo. Wajua, aso hili lina Wakristo wa uongo. Lina Wakristo wa uongo. Unapata tu mmeongea kidogo unasikia mtu akia Mungu. Akia Mungu, my friend. Mungu hapendezi na mtu ambaye anataja jina lake kwa mambo ambayo ni ya kipuzi. Fulani alienda. Alienda lakini akia Mungu angejua asingeenda. Mambo gani yale? Mungu anasema vizuri kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure pasipo sababu. Lakini unapata vinywa vya watu vimekuwa makaburi wazi. Hivyo ndo Biblia inasema koo lao ni kaburi wazi. Kaburi wazi inamaanisha nini? Kaburi ambalo lina mizoga likifunguliwa linanuka vibaya sana. Mungu anasema koo la mtu ambaye hana Kristo ndani yake linafanana na kaburi ambalo liko wazi na lina mzoga pale ndani. Yaani koo lake linatoa tu maneno ambayo ni machafu, hayapendezi mbele za Mungu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana tunafaa tujifundishe kama watakatifu ndani ya Kristo. Mstari wa 5 wa Efeso 5 mstari wa 5 maandiko yanasema kwa habari ya mambo haya mjue hakika kwamba. Unaona, ukiona mahali Mungu anatumia neno usidanganyike, hii ni kitu nataka iwe sawa tu katika moyo wako. Ukiona mahali Mungu anatumia neno usidanganyike, ole wao, heri na hakika, kuwa makini sana na kile ambacho Mungu anazungumza. Kuwa makini sana. Ile huwa ni mara nyingi huwa ni honyo. Huwa ni honyo Mungu anampa mwanadamu. Kwa habari ya mambo haya mjue hakika kwamba msherati wala mtu mwovu wala mwenye tamaa mbaya, mtu kama huyo ni mwabudu sanamu. Mtu kama huyo ni mwabudu sanamu kamwe hata urithi ufalme wa Mungu na Kristo. Unaelewa mpendo? Mungu anasema hakika msherati wala mtu mwovu wala mwenye tamaa mbaya, mtu kama huyo ni mwabudu sanamu. Kwa hivyo jichunguze. Sanamu tu sio kuinamia sanamu ya Maria ama sanamu ya Yesu Kristo. Sanamu tu sio kazi yako. Hapana. Yeyote ambaye anafanya uasherati, yeyote ambaye ni mtu mwovu, mtu ambaye ndani yake hakuna haki, Mungu anasema huyo ni mwabudu sanamu. Ndio maana nataka upambanue na ujichunguze sana. Usiwe unajiita mtakatifu lakini wewe ni mwabudu sanamu. Jichunguze sana. Sitaki nikupe amani ya uongo. Waasherati na waabudu sanamu wote na waovu wote mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na ile ndo mauti ya pili. Mstari wa 6, mtu yeyote asiwadanganye kwa maneno matupu,
Mtu yeyote asiwadanganye kwa maneno matupu, kwa kuwa hasira ya Mungu uwaka kwa sababu ya mambo kama haya juu ya wale wasiomtii. Mambo kama haya ambayo tumeangalia: uasherati, maneno ya kipuzi, mizaa, uovu, tamaa mbaya. Mungu anasema mambo kama haya na mengine mengi, ni kuorodheshwa tu, hayajaorodheshwa mahali pamoja. Mungu anasema hasira yake huwa inawaka kwa watu kama hao ambao hawamtii na hawatii neno lake. Mstari wa 7 inasema, kwa hiyo usishirikiane na. Ukiwa kama unatembea katika njia za haki na mtu anatembea katika njia kama hizi, na umemuonya na ukamuonya tena na ukamuonya tena, alafu asikii, Biblia inakupa uhuru wa kuvunja ule uhusiano. Usiwe na ushirika na mtu kama huyu kama asikii. Lakini mara nyingi neno ndio huwa linafukuza mtu kama yule. Kama wewe ni mtu wa neno kweli, unamlisha neno tu, neno litamchoma, atahuzunika. Na kama ile huzuni isipomleta karibu na Mungu, ile huzuni itamfukuza, itamuondoa, na atakuwa wa ibilisi. Huwa naamini neno ni silaha ambayo ni hatari sana. Hautajua hakika ninafanya uasherati, na uje hapa na mtumishi ahubiri kuhusu uasherati, na ahubiri tena kuhusu uasherati, na ahubiri tena kuhusu tabia zile zile. Ni mara 2, 3, ya 4 unaruka kamba. Unasema yule sio kuhubiri, anahubiri. Yule ana habari zangu. Na utaondoka. Kwa hivyo kuwa makini sana. Angalia ni kina nani unashirikiana nao, maana maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho kwamba ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Ndio maana Mungu anatuambia mtu kama huyu usishirikiane naye. Ushirika na watu wabaya uharibu tabia njema. Ukiangalia kitabu cha Tito mstari wake ni wa 10, Tito 3 mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema mtu anayesababisha mafarakano mwonye mara ya kwanza, kisha mwonye mara ya pili. Baada ya hapo usihusike naye tena. Kwa kuwa unajua kwamba mtu kama huyo amepotoka, tena ni mwenye dhambi, yeye amejihukumu mwenyewe. Kwa hivyo angalia ushirika wako, unakuwa na watu aina gani? Marafiki zako ni watu aina gani? Mnazungumza nini wakati uko nao? Isiwe mnazungumza maneno ambayo yanakupeleka mbali na Mungu badala ya kukuleta karibu na Mungu. Tuangalie kitabu kingine. Tuko mbali kumaliza. Kitabu ambacho ni wa Kolosai. Sura ni ya 3. Mstari wake tutaanza wa 5. Colossians 3 verse 5. Maandiko yanasema, inazungumza, Wakolosai 3 inazungumza kuhusu kuishi maisha matakatifu ndani ya Kristo. Maandiko yanasema, kwa hiyo uweni kabisa, yaani uwa kabisa chochote kilicho ndani yenu cha asili ya kidunia, yaani uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na ulafi, ambayo ndio ibada ya sanamu. Unaelewa? Mungu anatuambia chochote ambacho ni cha asili. Kama uko ndani ya Kristo, unafaa uwe na imani kwamba kiliishia pale msalabani na kisipatikane tena ndani yako. Uasherati usipatikane tena ndani yako, uchafu aina yoyote, tamaa mbaya, mawazo mabaya na ulafi. Mambo kama hao Mungu anasema ndio ibada ya sanamu. Hii Wakolosai 3 na Waefeso 5
haziko mbali, ni kama madugu, zinafanana kabisa. Mstari wa 6 inasema kwa sababu mambo kama haya, kwa sababu ya mambo haya ghadhabu ya Mungu inakuja. Kwa sababu ya mambo machafu kama haya, kama sitayaepuka na niko ndani ya Kristo, kama sitaepuka mambo kama haya, nafaa nijue ghadhabu ya Mungu inakuja. Na sitaepuka hiyo kama nilipuuza utakatifu. Kwa hivyo wakati uko ndani ya ushirika, angalia unakaa maisha matakatifu ama unakaa maisha ya vuguvugu ndani ya ushirika. Maana hatujui kwako nyumbani unakaa namna gani. Ni wewe ujichunguze na ukae maisha ya kupambanua. Kama kweli kuna mapungufu, upate toba. Kama kuna mapungufu, upate toba. Naamini tukakomea hapo kwa leo. Iko sawa. Tukutane tena mahali hapa wenye watawezeshwa Jumamosi kwa neema ya Kristo. Acha tuamini. Bwana Mungu wa baba zetu Abrahamu, Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni kwako. Bwana, tunasema haya ndio majina ambayo tutakukumbuka nayo kwa vizazi vyote Bwana. Ndio kajitwalia utukufu kutoka mahali hapa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya chakula cha kiroho ambacho ni neno lako Bwana. Acha neno lako likakae sawa ndani ya mioyo yetu Bwana. Maana Mungu haupendezwi na dhambi Bwana. Unapendezwa na watu ambao wanakaa maisha ya haki, maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu Bwana. Mungu, enda ukazidi kujidhihirisha na kujitukuza katika maisha yetu. Na ni katika jina takatifu, jina la Yesu Kristo, naomba na hata kuamini. Amen.